Bila shaka hujambo na karibu katika Kilinge cha Familia. Mwanafamilia, tunakualika katika sebule yetu hapa ili tuyajadili masuala mbalimbali yanatuhusu katika familia zetu. Yapo mengi ambayo ni ya kuyajadili, lakini kadiri itakavyokuwa lazima tupate jibu la pamoja kama familia. Mimi ni Lugendo Madege. Nami ni Sauda Mkawakota. Karibu sana mwanafamilia mwenzetu popote pale ulipo. Mwanafamilia uko vizuri? Niko vizuri sana. Wanafamilia wanapongezana, wanapeana pole, wanapeana moyo. Okay. Yeah. Safi. Hivi ni kupeana moyo, kutiana moyo. Kutiana moyo. Yote ni sawa tu. Kiswahili si unaogelea popote unapotaka. Ni kuanda mpana. Ni bahari. Na. Basi tukwambie mwanafamilia popote pale ulipo, wasaa huu hapa wa kujadili mengi ambayo yanahusu familia zetu, tukitafuta mustakabali mmoja ili kuleta mambo mazuri kwenye familia zetu. Familia zinapokuwa na mfarakano, changamoto zinakuwa nyingi, mustakabali mzuri unapotea kabisa. Familia kiumba, mambo yote yanaharibika na jamii pia nzima inaharibika. Kwa sababu jamii yenyewe inaanza kwenye familia. Kwa hiyo hii leo kikubwa tutajadili ili swala nao la kipato, fedha, uchumi kwenye familia, mgogoro mkubwa sana. Ukigusa uchumi tu ndani ya familia tayari umeshagusa maisha ya watu, alafu watu wanakuangalia. Unataka kusema nini kwani wewe? Hatari sana. Kitu hiki watu wanapigana, wanagombana mpaka ndoa nyingine zinakuwa zinavunjika kwa sababu tu masuala ya uchumi. Mke kumtegemea mume kwa kila kitu kwa maisha na ni sawa, utajadili hapa. Tunaye Ali Mkimo, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini vile vile kwa sababu ni masuala ya familia na mambo ya uchumi yanapoyumba, saikolojia za wanandoa zinakuwa haziko sawa. Watu wakanuniana bila sababu. Unazungumza peke yako. Tunaye hapa mwana saikolojia huyu hapa, mtaalamu wa malezi na saikolojia, anaitwa Eva Msaki. Karibu sana. Asante sana. Mjadala wetu ndio huo kwa siku hii ya leo. Kikubwa tukigusia masuala uchumi ndio unaguswa hapa. Mke kumtegemea mume kwa kila kitu kwa maisha ya sasa. Hebu kutuambie Eva, wewe unaonaje? Mimi kwa mimi ninavyoona kwa maisha ya sasa inategemeana na namna ambavyo nyie familia mmeamua kuanzia mwanzo ambao mlikuwa mnaanzisha familia yenu kama wanandoa, kwa sababu mnapoanza wachumba kwenye ule kipindi ambacho mnajuana kabla kuanza familia, ili ni swala la msingi sana kujadiliana kabla kuingia kwenye ndoa na kuingiza watoto kwenye familia, kwa sababu uchumi ndio unaobeba kila kitu kwenye maisha yetu kwenye dunia sasa hivi. Inabeba kama 60%, kwa sababu watoto watahitaji matunzo mazuri, watahitaji mavazi, watahitaji majukumu ya hapa na pale, shule, kila kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi sana kama unataka kuanzisha familia, kuweza kukiongea na mwenza wako, uone yeye anawaza nini kuhusiana na uchumi au namna ambavyo ataweza kucontribute kwenye familia na kuweza kutengeneza familia ambayo itaweza kuwa ina maelewano, lakini pia mtaweza kuwa mnatembea kwenye tafakari moja au perception moja ambayo mtaweza kudumu nayo kwenye familia yenu. Lakini Madege, kwa maisha sasa hivi mfano bwana Madege, unataka bibi Eva uchukue jiko weke ndani, aanze kukwambia sasa. Lakini sasa kwenye nyumbani wewe utakuwa unatoa shilingi ngapi? Yaani ndio mambo hadharani mwanzo. Siku hizo wanaume wanasema wanawake wanapenda pesa. Sasa atakuwa nao mwanamke huyu. Mbona anaanza masuala ya pesa tena, mahaba hakuna hapa? Sasa hiyo ni kitu ambacho tunaki-ignore, tunachana kwa sababu tunawaza kwamba tukiongelea masuala ya fedha kwenye uchumba, mwanaume ataona kama vile mimi ninapenda sana pesa. Au mimi labda nafikiria sana pesa kuliko mapenzi. Lakini ukija kwenye uhalisia ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kwa hiyo lazima muweze kujadiliana kwamba uangalie mwanzo ametoka kwenye familia namna gani, amekuzwa kwenye misingi ya vitu gani, anaelewa nini kuhusiana na yeye kucontribute kwenye familia au kutocontribute. Kwa mfano kwenye jamii zetu kuchangia. Yes. Kwa sababu kwenye jamii zetu tuna nchi yetu ni kubwa sana. Ina jamii ambazo tumetoka kwenye malezi tofauti kulingana na namna ambavyo makabila yameweza kuundwa, tamaduni, mila. Kwa hiyo tunapokutana, huyu ni Mchaga, huyu ni Msukuma. Msukuma anaamini kwamba mwanamke lazima awe na, tunasema kwamba awe mama nyumbani, kuna namna anategemea behave. Ndio perception yake ya mwanamke aliyotoka nayo kuja kwenye kutengeneza familia yake. Mchaga ana perception kwamba mimi mwanamke lazima nifanye kazi, mimi ni mpambanaji kwetu. Unaona? Lakini mwanaume anategemea mwanamke asiwe mpambanaji, awe ni wa kwake, anamserve yeye. Awe anamserve yeye nyumbani, anaserve watoto.
Kwa hiyo msipoweza kuongelea haya mambo kipindi cha uchumba, ukaweza kukubaliana kwamba mke wangu mimi ni Mchaga, nitamwacha afanye kazi, lakini tutakubaliana kwamba utafanya kazi labda mpaka saa 7, saa 8. Ukirudi hapo utakuwa unaendelea maandalizi kuja nyumbani au kunipokea, kutengeneza familia. Mwajiri mwenyewe. Sasa inategemeana kama mtafungua biashara, kama ni kazi yake pia inamruhusu hata tafuta kazi ambazo zinaendana. Sema kwa mwanamke anawaza kabisa, okay, mimi naolewa na mwanaume ambaye ana perception kwamba mimi natakiwa niwe mama wa namna fulani kutokana na namna ambavyo amekuzwa, malezi ya kwao, namna ambavyo misingi ya kwake yeye ambayo anaiamini kwenye kujenga familia ni mizuri, imemkuza kwa namna hiyo. Kwa hiyo lazima kama nataka kuolewa na huyu mwanaume na nimempenda, lazima nifuate kile ambacho anakitaka au kile ambacho mimi binafsi naweza nikaendana nacho. Kama siwezani nacho, tuachane mapema, tusije tukaja kuathiri mnajadili kabla ya kuingia kwenye ndoa. Na vijana wengi siku hizi hatufanyi hivyo. Sawa, vijana wengi hatufanyi hivyo. Yes. Mkimo, naomba nikurudishe nyuma, miaka ya nyuma. Wazee wetu wameishi bila ya kuulizana masuala ya fedha. Baba akioa anaamini kabisa kwamba mke wangu na nitamhudumia kwa kila kitu. Na hata mtu akipeleka posa, watu wanauliza tu kwamba bwana, posa imeletwa Mwanaisha, Sauda posa imeletwa, Eva posa imeletwa, huyo anafanya kazi gani? Yaani lengo lao kwamba tunamkabidhi mtu akatunzwe. Lakini sasa hivi imekuwa kama kuna mabadiliko kidogo, kwamba vijana nao wanaingia kwenye ndoa, lakini wanataka wajue kwamba huyu mwanamke naye anachangia nini. Kwa nini tumefikia hapa? Ikitokea unaenda na mtindo wa aina hiyo, kwanza kabisa tegemea kuona huyu mama yeye anakosa tunasema ile kitu tunakiita financial independence, ule uhuru wake wa kifedha haupo, kwa sababu yeye atategemea zaidi maamuzi ya mume wake. Na wakati huo kumbuka, atakosa pia kitu tunakiita anakuwa ile inaita financial insecurity. Hana uhakika wake wa kesho wa kifedha. Yaani wewe ukiwa hauna uhakika kesho utaishi vipi? Hivi Mkimo, uhakika wa kesho wa kifedha, uhuru wa kifedha, nataka hapo kwenye uhakika wa kesho wa kifedha. Maanake kwamba mwanamke anaingia kwenye ndoa akiamini kwamba mumewe ndio atatangulia kufa, ili yeye awe na uhakika kwamba huyu akifa tu mimi angalau sasa nitaendeleza na maisha. Si ndio maana unasikia zile kwamba bwana andika wosia mapema, wewe ukifa mimi na watoto tutaishi vipi? Sasa unajiuliza, na maana mimi nimetangulia, wewe bado upo. Unaona vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo ukiangalia uhakika huu wa kifedha tunaozungumzia ni kwamba wewe unamtegemea, una ile dependence. Yaani wewe unategemea mume wako ndio aende kufanya kazi ili akuletee fedha. Sasa ina maana wewe huna uhakika, leo akiumwa inakuaje, akitokea kafariki inakuaje. Lakini pia unajiweka kwenye changamoto ngumu kwa sababu akifukuzwa kazi. Sahihi kabisa. Lakini kuna changamoto moja pia unakwenda kujiweka, unajua kadri ambavyo muda unazidi kwenda na wewe hauchangii chochote, kwanza unakosa hali ya kujiamini kwenye ndoa. Lakini pia kingine, kumbuka mwenye fedha ndio mwenye bargaining power. Yeye ndo ana nguvu ya kukaa na kujadiliana, maamuzi yote ni ya kwake. Kwa hiyo watu wapo kwenye hizi tunaziita toxic marriages, ndoa ambazo zina changamoto nyingi, yani ndoa ambazo mnabishana, purukushana, lakini mwanamke anavumilia kwa sababu yeye ni tegemezi kwa mume wake. Kuna kitu tunakiita economic abuse na financial abuse, nazo pia zipo. Yaani wewe unanyanyaswa kifedha, unanyanyaswa kiuchumi. Unyanyasaji wa kiuchumi huo. Sahihi kabisa, si kitu ambacho watu wanakizungumza sana. Watu wanafanywa sana economic abuse. Mfano tu mdogo, leo hii Madege, wewe ukiwa unafanya kazi au Sauda hapa dadangu anafanya kazi, lakini cha kushangaza account yake ya benki, password anazo mwenza wake kwa kumlazimisha tu. Hiyo tayari ni financial abuse, yani amekufanyia huo unyanyasaji wa kifedha. Au hata kukushurutisha kufanya kitu fulani, la sivyo sikuachia hela ya matumizi. Tayari hiyo ni financial abuse. Sasa hivi vitu vimekuwa vikitokea sana, ni kwa sababu yule mmoja ndio mwenye nguvu ya kipato ukilinganisha na mwingine. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tunaendelea mjadala wetu hapa, lakini kuna wale ambao wanatufuatilia, yuko nyumbani, yuko kazini, yuko sehemu yote, tunafuata nao pia ili kujua maoni yao ni nini kuhusiana na hili ambalo tunajadili hapa, mke kumtegemea mume kwa kila kitu kwa maisha ya sasa. Ni sawa, ndilo ambalo tunajadili hili. Tumewafuata mtaani kwao, wanafamilia wenzetu nao pia wametoa maoni yao. Kipato cha mwanamke kinapaswa kutumika kwenye ndoa kwa sababu
mwanamke naye pale ni watoto wake, naye sio watoto wa mwanaume tupu. Yaani kipato chake akipaswa kutumika pale, kwa sababu inabidi atengeneze familia yake. Changamoto ambazo zinaweza kutokea kwa mwanamke ambaye hana kipato na akimtegemea mwanaume, kwanza ni kudhalilika, na inafikia hatua kama mwanamke au familia mwanamke haina uwezo, kama ni mwanamke kapata maradhi, mwanaume anamwacha na anamtelekeza, anaenda kuwa na mwanamke mwingine. Karibu, kama ndo kwanza unaungana nasi, bado naendelea kuangalia Kilinge cha Familia, na leo tunajadili swala zito hapa la kifedha, mke kumtegemea mume kwa kila kitu katika hali ya sasa. Ni sawa? Tumetoka kusikiliza mtaani kule, lakini tukirejesha tena hapa sebuleni, mimi ni Sauda Mkalokota, mwenzangu ni Lugendo Madege, tunaye Ali Mkimo, mchumi, mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini vile vile kwa kweli swala la fedha linagusa na saikolojia. Tunaye hapa mtaalamu wa masuala ya malezi na saikolojia, Eva Msaki. Karibuni tena kwa mara nyingine. Asante sana. Tumesikia wale ambao mtaani umezungumza, sasa ukumbi ni wetu. Sauda, umesema kitu kizuri hapa, lakini mtu bado anaweza akajiuliza, hivi tunaposema kwamba mke kumtegemea mume kwa kila kitu, maana yake ni nini? Na pengine labda kuna ubaya. Mke kumtegemea mume kwa kila kitu, hakuna ubaya. Hata kisaikolojia hakuna ubaya wowote. Ndio maana nikasema inategemeana na malezi, namna ambavyo umeongea kwamba mtegemee mwisho hapa alafu hadi hapa, yani labda kuna kwa sababu tunaamini kwamba unapomtegemea 100%, kwa sababu ni mtu ambaye unalala naye, unaamka naye, unafanya maisha yako yote yapo kwake yeye. Kwa hiyo ile trust ambayo umejiwekea kuanzia mwanzo, uchumi, kwa nini usimtegemee? Kwa nini usimwamini? Kwa sasa inategemea na namna ambavyo yeye ataipresent wewe, uwe uaminifu wake kwako wewe aliyokuahidi. Hapo ndio inaelekea changamoto. Kwa hiyo inategemea na conversations ambazo mtakuwa nazo kipindi ambacho mko kwenye uchumba, mko kwenye ndoa, namna ambavyo mtaweza kuwasilishiana vitu na namna ambavyo vitaenda kuendeka. Kwa sababu unaposema kwamba mimi nimtegemea mume wangu 100%, lakini na shida ya gauni nimeliona pale, nimelipenda, mbona hujanipa bajeti yangu ya mwezi? Labda tuna mpango kwamba utakuwa unalipa pocket money kila mwezi mzima ambao nifanya vitu vyangu. Inategemea namna ambavyo wewe binafsi unazalisha kwenye upande wako mwanaume. Kwa hiyo kama mimi nakupa bajeti ya 200,000 kwa mwezi, mimi nikakwambia siwezi kuchukua bajeti ya 200,000 kwa mwezi, hainitoshi. Kwa hapo sasa ndo itaanza kukinzana kwamba either wewe ufanye kazi akuruhusu, au kwa namna yake atasema kwamba kwa nini hii budget isikutosha, kwa sababu mimi nimekuzwa nikimuona mama yangu akiwa anafanya hivi na hivi na hivi. Na ndio vitu ambavyo watu wengi wanaingia kwenye mahusiano na ingiaga navyo hivyo. Mimi kwetu tulikuwa tunafanya hivi na hivi, kwa hiyo natakiwa nifanye hivi. Lakini anasahau kwamba kuna mfumuko wa teknolojia, watu wamesoma, watu wameendelea, uchumi sasa hivi umepanda, vitu ni vingi, maisha yamekuwa ni magumu, lazima kuna vitu mahitaji hautaweza kutimiza kama baba sometimes. Kwa hiyo mwanamke kidogo akiwa anafanya kitu chake pembeni, anakupunguzia wewe mzigo wa yale majukumu ambayo wewe binafsi ungefanya peke yako. Mkimo, hapa katika swala hili la kwamba mwanamke kumtegemea mwanaume kila kitu ndio tunachokijadili hapa. Lakini kipato cha mwanamke kinapaswa kitumike, yani kinapaswa, nikisema kinapaswa maana yake utakuwa umenielewa na mtazamaji amenielewa hapo. Kinapaswa kitumike katika familia ama ni cha kwake? Kwanza kabisa unajua kuna kitu kimoja tunapaswa kukifahamu. Binafsi ukiniuliza hiyo situation kwamba ya mwanamke kumtegemea mume wake kwa kila kitu, mimi nitakwambia ina ubaya. I will tell you straight away kwamba kuna ubaya, kwa sababu ubaya upo sehemu moja. Huyu binti inategemea, je, mfano binti ambaye amesomeshwa nyumbani kwao ana bachelor degree au ana masters, wazazi wake wanategemea baada ya binti yao kuwa amesoma anatakiwa pia kuwasaidia. Sasa wakati huo wewe umekwenda umemfungia nyumbani, yeye asifanye kazi yoyote. Hata ukisema leo hii wewe utakuwa ukihudumia kwao, wakati mwingine kunaweza kuwa kuna changamoto. Niliwahi kuona wakati fulani mitandaoni, kuna mzee mmoja analalamika, anasema sawa, yule mume wa mwanangu anasema yeye atanihudumia mimi, lakini binti yangu ana ujuzi. Ule ujuzi anavyoendelea kukaa nyumbani, ule ujuzi anausahau. Na ni kweli tumeshuhudia mabinti wengi sana, ndoa wakati mwingine baada ya kuwa zimetamatika anarudi sasa kwenye ujuzi wake, lakini hana ufahamu, amesahau vitu vingi. Sasa expertise anakuwa hana tena ule ujuzi, ule uzoefu, utaalamu
unaondoka kwake. Kwa hiyo kumekuwa kuna changamoto sana kwenye ndoa nyingi sana. Kwa hiyo umezungumzia juu ya kipato sasa cha mwanamke kinapaswa kutumika katika mtindo wa aina gani? Inategemea na makubaliano yenu, kwa sababu tunaamini kwenye financial contribution, tunasema kwenye couple finance, masuala ya wanandoa, ya kifedha ya wanandoa, tunaamini kwamba mnaweza kukubaliana. Kuna yale mahitaji makubwa sana baba anaweza akayabeba, mfano kodi, ada, alafu haya mahitaji madogo madogo ni vyema yakaendea mwanamke. Tunaamini hivyo. Madogo ni yapi? Groceries, yale mahitaji ya vitu vya nyumbani, vitu vidogo vidogo, tunaamini anaweza kuviendea, though inategemea na makubaliano yenu yamekaa katika mtindo wa aina gani, kwa sababu unajua kumekuwa kuna changamoto sana. Huyu binti mfano ndio hivyo, yeye amesomeshwa, kwa sababu kwa yule ambaye of course labda hana ujuzi, hana elimu yoyote, inaweza kuwa usipate sana changamoto za aina hii. Lakini kumbuka, kwa wale wazazi ambao wamemsomesha mtoto wao, watatamani kuona thamani ya elimu ya mtoto wao pia kwenye maisha yao. Sasa wakiona wewe umekwenda kumfungia huko afanye kazi yoyote, kidogo inaweza kukuletea changamoto. Wangu lakini sawa, ni mke wako kule ashaondoka, sawa, lakini economically tunaamini ili uchumi wa kaya ukue, baba na mama wote wanapaswa kuchangia kwenye shughuli za kiuchumi. Tunaamini hivyo. Though kuna notion ambayo imetengenezwa kwamba sisi wanaume tukipata fedha nyingi ndivyo ambavyo tunawaza kuitengeneza zaidi pia. Yes, na kuitengeneza pia familia yetu of course. Lakini tunaona mwanamke akipata fedha nyingi sasa anaweza kuwa na uhuru wa kuishi bila sisi. Ndiyo notion ambayo imekuwepo. Japo mimi naona si sahihi. Wengi huwa wanahisi hivyo. Nategemea na tabia ya mtu jinsi ambavyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ukiangalia tu kwa upana utaona kwamba kuna tamaduni, lakini pia kuna ule uhalisia. Hivi vitu viwili vimekuwa vinakinzana kidogo. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa, tunahitaji tuchangie wote kwa pamoja kwenye shughuli za kiuchumi, yani baba na mama wawe wanachangia. So of course inategemea na makubaliano yenu, inaweza isiwe equally, lakini walau asikae tu idle bila kufanya chochote. Bila hivyo huyu atajikuta na financial insecurity, yani ile hali ya tunasema hana uhakika wake wa kesho kifedha. Ikiwezekana basi hata awekeze, awe na mradi wowote. Sisi wanaume tunaamini wakati mwingine wake zetu wakiwa na fedha sana, muda tunakwenda kuukosa kwa sababu watakuwa na majukumu mengi. Na kwenye relationship muda ni miongoni mwa fakta muhimu kweli kweli. Tukaangalia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hili la mke kumtegemea mume kila kitu katika maisha sasa. Ni sawa? Basi tuangazie kwenye mitandao ya kijamii wanasemaje kuhusiana na hili. Na tunaanza na Asha Mohamed Saidi. Yeye ameandika, mimi naona si sawa kabisa, hasa katika familia zetu za Kiswahili. Wakati anasema mke anatakiwa pia awe na kitu chake kidogo, hata kama mume anahudumia familia. Maisha ya sasa ni magumu. Na Rehema John yeye ameandika, kwa upande wangu naona ni sawa kama mume ana uwezo, ndio majukumu yake kuhudumia familia, lakini si vibaya mke kuwa na kipato chake. Siku akifa itakuwa balaa kama mna watoto, hutojua kama uanzie wapi. Haya. Mariam Al-Hassan kutoka Kinondoni yeye ameandika, sio lazima mke afanye kazi kama mume anajitahidi, lakini mke pia awe na mchango hata kama wa mawazo au malezi ya watoto. Na Elizabeth Shio yeye ameandika, zamani ilikuwa kawaida, lakini siku hizi wanawake wengi wanapenda kujitegemea ili kusaidia familia. Wakati Abdallah Salum Omari ni mkazi wa Kigamboni yeye ameandika, mimi naamini mwanaume anatakiwa kuwajibika kwa familia, lakini mke akijituma pia ni faida zaidi kwa familia. Kusema ukweli si rahisi kwa mwanaume kubeba kila kitu peke yake siku hizi. Na Godfrey Malia yeye ameandika, utegemezi wa 100% unaweza kuleta dharau au migogoro. Ushirikiano ndio msingi wa ndoa imara. Wakati Ramadhani Ali Mfaume yeye ameandika hivi, kama mwanaume ana uwezo si vibaya mke akawa nyumbani akilea watoto. Hiyo pia ni kazi kubwa sana. Na tukimaliza na Emmanuel Kweka yeye ameandika, maisha yamebadilika, gharama ziko juu. Anasema ni vigumu mwanaume kufanya kila kitu peke yake, lazima wote ushirikiane. Na mmesikia bila shaka kwenye mitandao ya kijamii yale ambayo yameandikwa. Na kuna mmoja hapo Sauda kaandika kile ambacho tumekizungumza hapa, kwamba ni vizuri mwanamke akawa na anajishughulisha kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa mume wake ameondoka.
Tunatangulizwa kabisa. Anatangulia kwenye uzazi. Tunafanya vitu ambavyo ni risk. Mtu kwenye uzazi anaweza kafariki, anaweza kapata ajali, anaweza kapata chochote kile ambacho kikamgharimu maisha yake, especially kwa mwanaume. Lakini kwa wanaume wametengeneza hiyo dhana ya kwamba wao watatangulia sana kutokana na nature. Hivi tumetengeneza sisi au jamii imetengeneza? Yes, kwamba kwa uhalisia ndivyo ilivyo. Kwa sababu sio ndivyo ilivyo. Ndio maana nasema sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumfanya mwanamke akafariki mapema. Changamoto za uzazi, magonjwa ya kurithi, ajali. Inaweza kumfanya mwanamke akafariki mapema, mwanaume akabaki. Lakini hiyo dhana imetengenezwa kwamba mwanaume atatangulia mbele ya haki kabla mwanamke, kwa sababu wanaume wao wanaweka vitu sana moyoni. Kwa hiyo magonjwa yao ni yale magonjwa ya asili kama pressure, kisukari, kutokana na kulundika vitu vingi sana moyoni, hawawezi kuvitoa kuweza kupata msaada. Kwa hiyo the more anapozidi kubeba stress kila siku, ndio miaka yake inaweza labda, na pia kazi zao ni za risk. Wanaume wanafanya kazi kubwa za risk sana. Anaweza akawa yupo kwenye ujenzi huko migodini. Kwa hiyo anajiona kabisa wanawake pia wapo. Kwa hiyo ndio maana zamani wakatengeneza hiyo dhana, kwa sababu wanawake walikuwa ni wachache sana kwenye hizo sekta. Vitani, wanajeshi. Kwa hiyo ndio maana tunashirikana. Mkimo, ni kwa namna gani sasa wanandoa wanaweza wakagawana majukumu ya kifedha kwenye familia ili kuepusha hii migogoro ambayo hata kwenye ujumbe imegusa? Kwanza Sauda, tunapaswa kujua kitu kimoja. Mwanaume ambaye ana mke ambaye anamtegemea kwa kila kitu, afahamu fika kwamba yeye anatakiwa kuhudumia familia hizi familia tatu. Yaani zote ni za kwako. Lazima utaenda kwenye financial strain, kwa sababu wewe una familia tatu unapaswa kuzihudumia. Ile ya kwako ambayo wewe na mke wako na watoto wako, ya kwake yeye mke wako, alafu pia kuna familia yako wewe. Mwanaume huyu lazima aende kwenye msongo wa mawazo. Ndio maana tunapenda kuona wote kwa pamoja mnashirikiana kwenye kuendeleza uchumi wa kaya. Kwa hiyo tukija hapo Sauda, hakuna budi kuwekeana huo mtindo wa nyinyi kuweza kuchangia namna gani mnachangia kwenye hiyo household economy ya kwenu, ule uchumi wenu wa kaya pale nyumbani. Ndipo pale baba anaweza akaangalia yale mahitaji muhimu, alafu mama yeye akaangalia yale mahitaji mengine madogo madogo. Of course anaweza pia na yenyewe kuwa ya muhimu, lakini madogo madogo, ila yale makubwa baba ayabebe. Kama imekwenda katika mtindo wa aina hiyo, mnaweza mkakubaliana. Kama mama ana kipato zaidi, haimlimit yeye kuendea tu yale mahitaji madogo. Akiamua pia kuyachukua makubwa ni sawa, ili mradi nyinyi mna makubaliano ambayo yanatija. Eva, tunamalizaje sasa hapa? Yote tushazungumza, lakini tunaondoka vipi? Okay, namna ambayo tutaondoka suluhu. Okay. Suluhu ambayo naona ni nzuri, ambayo itawasaidia familia zetu kuweza kukua zaidi, ni kwanza kabisa kuweza kujua tabia ya mwenzako ametoka wapi, anaamini nini, ambako itakufanya wewe sasa uweze kujua mtaongea vipi kuweza kukubaliana kwenye upande wa namna kujenga uchumi wenu na familia yenu. Kwa sababu usipoweza kujua mwenzako ana tabia gani, ametoka kwenye malezi ya namna fulani, kwa sababu tabia, mienendo na personality zote zinajenga kutokana na mtu amepata malezi ya namna gani, amekuzwa kwa vitu vipi ambavyo vimeweza kumfanya aone kwamba tabia hii ni nzuri, mwenendo huu ni mzuri, hiki ni sahihi. Kwa hiyo unapoweza kuelewa hapo, utaweza kujua sasa, okay, sasa hivi tunapanga kwenye uchumi ambao tunaingia kwenye familia yetu. Mimi baba nitakuwa na contribute 70%, mke wangu uta contribute 30%. Kwa hiyo kama mwisho wa mwezi tutapata kipato chetu, tutaweka kwa pamoja hapo chini kwamba mimi leo mke wangu nimepata 400,000, wewe umepata 200,000, 600,000. Tuna budget vipi kuweza kutoa kodi, kutoa matumizi ya namna fulani, au mimi nitakuwa na deal na ada, wewe utakuwa na deal na vitu fulani. Kwa hiyo hiyo yote mnapoweza kucommunicate itawasaidia nini kuweza kufikia makubaliano ambayo yatasimamisha misimamo yenu kuwa mmoja kama familia na kuweza kutengeneza maisha mazuri ambayo yatawasaidia kuweza kukuza uchumi wa familia yenu. Sisi hatuna la ziada, mengi tumezungumza hapa, bila shaka hata yule ambaye anatufuatilia atakuwa ametoka na mengi. Na kubwa ambalo hii leo tumejadili ni mke kumtegemea mume kwa kila kitu kwa maisha sasa hivi ni sawa. Tumejadili kwa kina hapa, lakini mtaani pia tumekuja kwenye mitandao ya kijamii na tumeangazia huko. Bila shaka tumejifunza neno hapa. Hatuna la ziada mpaka wiki ijayo kwenye jambo lingine kwenye Kilinge cha Familia. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Sauda Mkalokota, sahibu wangu wa siku zote Lugendo Madege, lakini vile vile wageni wetu hii leo ambao wametutembelea sebuleni kwetu ni Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi,
pamoja na Eva Msaki, ni mtaalamu wa malezi na saikolojia. Mmetisha sana Kwa heri mpaka wiki ijayo.